Bwana, kama kawaida, karibu sana kwa wewe ambaye kwanza unaitazama channel ya PM Online. Kubwa zaidi ni kwambie tu kwamba usiache kuweza kusubscribe, lakini pia kugusa hiyo alama kengele, na uwe mshikaji wangu kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo, lakini pia burudani kipindi tu ambapo zinatokea. Kubwa zaidi tunatazama mchezo wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara ambao unaendelea kwa upande wa wananchi, ambao mpaka hivi sasa wanaongoza kwa mabao 2-0 dhidi ya Singida Black Stars. Sasa kikubwa zaidi ambacho kimetokea ni pamoja na kile ambacho kimekuwa kikijadiliwa kwa kipindi kirefu kuhusu Alan Okello pamoja na wachezaji wengine wa klabu ya Dar es Salaam Africans. Kumbuka pia wakati ambao Yanga inapitia kipindi fulani hivi kizito kwa upande wa kocha ambaye amekuwa kishutumiwa kwa timu kutokucheza vizuri, basi ndio wakati ambao Alan Okello na yeye pia amekuwa kiandamwa na comment mbalimbali kutokana na kiwango ambacho amekuwa kikionyesha uwanjani, lakini pia data zake kusoma 0-0 kwa upande wa assist, lakini pia kwa upande wa mabao, japo kwenye pre-assist amekuwa ni mmoja kati ya watu ambao wamekuwa wakihusika kwa kiwango kikubwa. Sasa katika kuhakikisha kwamba wanaendelea kumpa confidence na kumongezea nguvu kwenye kupambana katika klabu ya Dar es Salaam Africans, basi leo kwenye mchezo dhidi ya Singida Black Stars wameweza kuonyesha kitu wa kuweza kufunga bao moja la mkwaju wa penalty, na nadhani pia hii itakuwa ni maagizo kutoka kwa viongozi wa Yanga, lakini pia kwa upande wa benchi la ufundi ambalo limeona bora limpe confidence mchezaji kama Starboy. Ukitazama pia mchezo ambao Yanga wanacheza dhidi ya Singida ni mchezo ambao hauna option mbili zaidi ya kuamua option moja ya uhakika. Alan Okello amewahi kukosa penalti kwenye mchezo wa AFCON kama unakumbuka, wakati ambao anaitumikia timu ya taifa ya Uganda. So kwenye kumpa penalti ambayo ni muhimu kama penalti ambayo ni ya kwanza kwenye mchezo tena dhidi ya Singida Black Stars, nadhani ni maagizo ambayo tayari yalikuwa yametoka kwa uongozi kwamba ikipatikana kitu fulani basi apewe Alan Okello, iwe ni offside au iwe ni zile free kick ambazo zitakuwa zinapigwa kuelekea katika lango la Singida, basi aweze kukabidhiwa Alan Okello na kuweza kufuta hicho ambacho kilikuwa kinaendelea kwa kipindi kirefu. So mchezo bado unaendelea, tayari wananchi wanaongoza kwa mabao 2-0, bao la Alan Okello kwa mkwaju wa penalty baada ya Prince Mpumelelo Dube kuweza kuchezewa madhambi na Morris Chuku, lakini pia bao la pili likifungwa na Prince Mpumelelo Dube baada ya kuweza kupokea assist nzuri mno kutoka kwa Maxim pia Nzengeli. Mechi bado inaendelea, kipindi ni cha pili. Usiache kuweza kusubscribe, lakini pia kugusa alama kengele, na wewe mshikaji wangu kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo, lakini pia burudani kipindi tu ambapo zinatokea. Mimi ni PM Shot, usiache kunifuata pia kupitia account wangu wa Instagram @itspmshot. Till next time.